Naomba nipunguze mkono useme hallelujah. Hallelujah. Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. Tonight, I want to share with you a message about the life of an eagle. Maisha ya tai. Praise God. Amen. Na nashukuru Mungu kwa sababu usiku wa kuamkia leo I was privileged, praise God. Niliweza kuona vision ambayo niliweza kuona ya kwamba wageni wawili walinitembelea. Mgeni mmoja ambaye alinitembelea, praise God. Mmoja nilipenda sana nikakaribisha, na mmoja hata sikupenda sana na hata sikukaribisha, praise God. Lakini at long last yule pia ambaye nilimkaribisha, wakati niliweza kumstadi vizuri sana, niliweza kumlenga na mawe sasa aweze kuenda, praise God. Mnyama mmoja ndege ambaye alinitembelea, praise God, ni nzige anaitwa grasshopper, praise God. Grasshopper aliweza kunitembelea, na vile alinitembelea akapaa kwangu, nilikuwa mkubwa sana, praise God. Vile nilipaa kwangu mimi nikamtoa haraka, sikupendeza na grasshopper, na ikapaa kwa mtu mwingine, sijui alikuwa nani, praise God. Huyo mtu akaniambia, "Sasa kwa nini mnafukuza hiyo grasshopper? Si ukuje ungechukua uende ukachome na ukakule, praise God." Unajua tukiwa wadogo tulikuwa tunakula locust, praise God. Tulikuwa tunakula nzige, praise God. Lakini sikupendeza sana nikaweza kufukuza. Mgeni wa pili ambaye aliweza kunitembelea ilikuwa ni tai, praise God. Eagle. Tai vile aliweza kunitembelea, tai naye hakukuja kwangu ama haikukanyaga chini. Tai iliweza kupakwa kwa mabati, praise God. Na nilikuwa natazama tai na study tai, ilikuwa na uzuri fulani, ilikuwa mrembo sana, ilikuwa na tabasamu, ilikuwa mzuri sana, ilikuwa napendeza sana kutazama, praise God. Ilikuwa white, mnyama kubwa sana, ikapakwa mabati, na mimi nikaangalia. Baada ya kuangalia kustudy ya kutosha, niliweza kuchukua mawe na kulenga. Vile nililenga ilipaa, praise God. Na vile ilipaa juu sana, lakini cha kushangaza ilikuwa inapaa na madoido sana, praise God. Ilikuwa inapaa ya kwamba wakati ninajaribu kufanya hivi, naona tai pia inafanya hivi, praise God. Tai inafanya tu vile ninafanya, praise God. Nikaangalia nikasema hii tai bana bado forte. Lakini nikamuka, vile niliamuka ndio Mungu sasa akaleta ujumbe ndani yangu, praise God. Na ndiposa nafunza leo juu ya tai. Sifunzi kuhusu ya grasshopper kwa sababu vile niliweza kupasivi kwa dream ya kwamba grasshopper vile niliweza kuona, praise God. Hiyo ni hali ya sisi kutoamini, praise God. Kuwa na grasshopper mentality, praise God. Na hiyo bana bado forte. Na ndiposa hiyo haikunipendeza sana kwa sababu ni mbaya sana. Wakati our mind tunakuwa na grasshopper mentality ya kwamba there's nothing good that can come in from Nazareth, praise God. Vile Nathaniel alisema, can anything good come from Nazareth, praise God. Lakini aliambiwa come and what? Come and see, praise God. Lakini today nafunza kuhusu the life of an eagle, ama maisha ya tai, praise God. Wapendwa, nikianza nasema ya kwamba tai bana Bedford. Tai ni mnyama ambaye ametajwa sana kwa Biblia, praise God. Tai ni mnyama ambaye ametajwa sana kwa Biblia, na Mungu ametufananisha na tai, praise God. Mungu ametufananisha na tai, huyu mnyama ambaye anaitwa tai, na pia vile Mungu amejifananisha na tai, praise God. Na kwa hivyo kama Mungu ametufananisha na tai na yeye pia amejifananisha na tai, inamaanisha kwamba kuna kitu Mungu angependa tujifundishe na huyu tai, praise God. Wapendwa, tai ama eagle, praise God, ni mnyama ambaye ameenziwa sana, praise God. Ni mnyama ambaye ameenziwa sana. Ukienda kwa mataifa kama Marekani, praise God, wametumia tai ama eagle as their national animals, praise God. Praise God. Wametumia tai in their emblem, praise God. Na katika mambo yao mengi, even kwa njia ya worship,
Pro God. Watu si tu Marekani tu, mataifa mengi wametumia tai, hata hapa Afrika, even kwa njia ya worship. Praise God. Inamaanisha ya kwamba tai mnyama Bwana Bedford akona a certain characteristics ambao hata wale ambao si wa kiroho, pro God, even those who are not spiritual, pro God, kuna mambo ambayo wameweza kustudy kwa tai na ikaweza kuwapendeza na hata kuzitamani, pro God, na ndiposa wametumia tai kwa mambo mengi sana. Bwana Bedford, wapendwa, kuna kitu ambacho Mungu anataka siku ya leo tuweze kujifundisha na huyu mnyama ambaye anaitwa tai. Praise be to God. Bwana Bedford, niruhusu tu katika jina la Yesu Kristo niweze kusoma maandiko, na mimi ya kwamba itakuwa baraka sana katika jina la Yesu Kristo. Pro God. Tai ni mnyama mzuri sana. Tunajua tai ni courageous. Pro God. Tai imetumika kama symbol of loyalty. Ni mnyama mzuri sana. Iko na bold, pro God. Iko na sifa nyingi sana. Na Mungu angependa tujifundishe na huyu tai, kwa sababu hata yeye amejilinganisha na tai. Niruhusu tu nisome maandiko, Isaiah chapter 40 verse 29. Maandiko nasema ya kwamba He gives strength to the weary and increase the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Pray God. Bwana Bedford. The keyword here ambapo tunataka tushike ya kwamba they will soar. The keyword here is soaring. Pray God. Soaring. They will soar on wings like eagles. Pray God. Niruhusu tena nisome maandiko ingine ambayo ni Exodus chapter 19 verse 4. Pray God. Exodus chapter 19 verse 4. The Bible says, Mungu anazungumza. Maandiko, the Bible says, You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Pray God. Huyo Mungu anasema, umeona vile niliwachukua nikawabeba. Pray God. On eagle's wing. Pray God. Bwana Bedford. Wapendwa, ni sifa gani Mungu ameona kwa tai? Pray God. Ikaweza kumpendeza. Bwana Bedford. Nasema ya kwamba Pray God. Tai, Pray God, ni mnyama ambaye ni kubwa sana. Pray God. Tai ni mnyama ambaye ni mkubwa sana na akona mabawa makubwa sana ambayo ni mazito. Pray God. Ni mnyama mkubwa sana na akona mabawa kubwa sana ambayo ni mazito. Inamaanisha ya kwamba kama tai anaweza jitegemea tu, Pray God, kama anaweza tegemea tu mabawa yake aweze kuruka, Pray God, aweze kuflap his wings na kupaa, Pray God, he can even die. Eagle can even die. Kwa nini? Pray God. Kama nao anajitegemea tu ama tegemea mabawa yake aweze kuruka, kupaa, he can even die, kwa sababu anaweza kufa kwa sababu mabawa yake ni mazito, Pray God, ambaye aweze karuka, Pray God. So kile tai huwa anafanya, Pray God, yeye huwa ategemei tu nguvu zake, Pray God. Huwa anategemea wakati kuna upepo, Pray God. Bwana Bedford. Na ndiposa hizo wings zake inaitwa thermal wings, Pray God. Thermal wings ambaye inamaanisha kwamba hataweza kuruka wakati wowote kuna upepo, Pray God. Lakini wakati kuna ule upepo mzito wa kutosha ambao unaweza kumbeba, Pray
is a master, pray God. Is a master patient, pray God. Yeye huongojea wakati kuna upepo mzito, wakati kuna storms, pray God. Kwa sababu amejua ya kwamba wakati kuna storms nitaweza kujiachilia, pray God. Nitaweza kujiachilia kwa storm ama kwa ule pepo, na upepo utaweza kunibeba na nitaweza kupaa juu sana, pray God. Imagine tai ama eagles huwa haogopi upepo, pray God. He takes advantage of the storms, pray God. Tai huwa anafurahia sana wakati anaona storm kubwa ama upepo kubwa inakuja kwa, pray God. Kwa sababu amejua kwa hii storm, kwa upepo kali, kwa hiyo upepo mkali nitaweza kujiachilia. Wakati nitajiachilia kwa upepo, nitaweza kupaa na kuenda juu sana, kwa sababu sitatumia my own energy. Nitaweza kupreserve my own energy, my strength sitatumia, kwa sababu ni ule upepo utaweza kunibeba. Na wacha nikuambie, tai hupaa juu sana kuliko ndege zingine zote, pray God. Bwana apewe wote. Yeye tai hupaa juu, anaweza enda hadi 3 kilometers, pray God. 3 kilometers, hiyo ni 4 miles, pray God. Unajua 3 kilometers zinafika wapi, pray God? Ama 4 miles. Nani ameweza ona ndege zile za moshi, zile ndege kubwa zinaendanga huko kwa mawingu, pray God. Hiyo ndio tai inapaa hiyo kiwango, pray God. Kwa sababu yeye ategemea tu nguvu zake. Imagine hizo ndege za moshi, hizo ndege za white kubwa inapanga pale juu, inawacha moshi ikikimbia. Hiyo iko na hiyo uweza ya kupaa kiasi hicho. Mandege hawezi paa kiwango hicho, pray God. Kwa sababu yeye ategemea tu nguvu zake. Anategemea storms. He takes advantage of storms. Anafurahia, pray God. Bana betu wote. Wapendwa, hayo ndio mambo Mungu ameona kwa tai, na Mungu anataka tujifundishe na huyu tai. Bwana, pray God. Yeye amemaster kuongoja, pray God. Wakati kuna upepo. Na maandiko yanatuambia katika kitabu cha Isaya, pray God, ambayo tumesoma ya kwamba them that shall wait upon the Lord, pray God, they shall soar with wings like eagles, pray God. Wataweza kupaa juu kama tai. Their strength will be renewed, pray God. Na wataweza kukua kama tai, kupaa, pray God. They will soar like eagles. Bwana betu utufuate. Wapendwa, ni maisha gani tunajifundisha na tai? Pray God. Bwana apewe tufuate. Wakati najifundisha kwa tai, pray God. Unajua tai yako na mabawa mazito sana ambayo hawezi kupaa peke yake bila kuongojea storm, pray God. Anaongojea wakati kuna upepo, pray God. So kwa sababu anaongoja wakati anaongoja hiyo mabawa yake ni mazito, hawezi akajitegemea, anaweza kufa. Sasa anaongojea hadi wakati upepo mkali ama storm ikuje, pray God, na aweze kujiachilia. Anasema kwamba nikiongoja kwa hiyo storm nitaweza sasa kujiachilia, na hiyo upepo itaweza kunibeba, na nitaweza kupaa juu na kuenda juu sana, na nitaweza kupreserve my energy. Wapendwa, mimi naweza linganisha mabawa ya tai, pray God. Naweza fananisha mabawa ya tai na imani yetu, pray God. Na storm ama wind, pray God. Naweza fananisha na Holy Spirit, pray God. Roho Mtakatifu, pray God. Ya kwamba muamini yeyote ama Mkristo yeyote akiachilia imani yake, pray God, na kubalia Roho Mtakatifu, pray God, Bwana apewe tufuate, anaweza enda juu sana, mahali ambapo Mkristo wa kawaida, mtu wa kawaida hawezi akafika. Praise God. Bwana apewe tufuate. Bora tu ujiachilie imani yako na ukubalie nguvu na uweza wa Roho Mtakatifu,
Wapendwa, unaweza kusoa like with eagles. Like unaweza kupaa juu sana kama tai. Bwana bedforte. Praise God. Wapendwa, siku ya leo wacha Mungu atuwezeshe ya kwamba tutaweza kupaa juu kama tai. Praise God. Bwana bedforte. Kwa sababu wapendwa, ni aibu sana wakati tunasema ya kwamba, wakati tunakiri ya kwamba Mungu ndiye msaada wetu, lakini tukiona maisha ambayo tunakaa ni maisha ya aibu, tunashindwa hata na wale ambao hawana Mungu. Praise God. Lakini huku tunakiri Jehovah Lord is our help, we shall never lack. Praise God. Mungu ndiye msaada wetu na tutakosa chochote. Lakini tukiona maisha ambayo tunaishi, ambayo tunakiri na kinywa chetu, tunakaa maisha ambayo hata wale ambao si wa Kristo wanatushinda mara 10. Inaibu sana. Praise God. Inamaanisha kwamba there's a link that we are missing. Praise God. Link ya kujiachilia kwa Roho Mtakatifu aweza katubeba. Bwana bedforte. Na ndiposa wafuasi wa Yesu waliambiwa ya kwamba katika Acts chapter 1 verse 4 ya kwamba, praise God, do not leave Jerusalem until, praise God, you receive power from on high. Msiondoke Jerusalemu hadi mujazwe, mpokee nguvu ya Roho Mtakatifu. Bwana bedforte. In short, Yesu alikuwa anawaambia kwamba wait for the wind. Praise God. The wind of the Holy Spirit. Praise God. Like kama eagle huwa anangojea upepo uweze kumbeba. Praise God. Sisi pia tuliambia kwamba do not leave Jerusalem until you receive the power of the Holy Spirit. Praise God. Bwana bedforte. Yeah, the wind of the Holy Spirit, because it is not by might, not by my power, not by power, but by my spirit, says the Lord. Praise God. We must understand that when we are alone, we are weak. Praise God. Yeah. Vile yugu understand ya kwamba akiwa peke yake, kama anaweza tegemea tu mabaya yake, anaweza kufa, kwa sababu mabaya yake ni makubwa tena mazito. Sasa lazima aongoje. Praise God. Ya kwamba wakati kuna upepo iweze ukambeba. Praise God. One of the characteristics of ego ambayo Mungu aliona kwa tai, praise God, is patient. Praise God. One of the characteristics of eagles, ya kwamba eagles wako patient, ni wavumilivu sana. They have the ability to tally, ability to wait. Praise God. Amen. Bwana bedforte. Wako patient. Wapendwa, praise God. Amen. Wacha nikuambie siri fiche ya tai. Tai yeye ni mvumilivu sana. Ako na ability to tally, to wait. Ako patient sana. As in tai, praise God. Yeye huwa ako tu pale kwa mti juu, praise God. Amekaa tu pale kwa mti juu. Bwana bedforte. Na unajua tai akiwa juu, praise God, anaona kile ambacho inafanyika vizuri chini sana. Sasa akiwa pale juu kwa miti, anaona wanyama wakikula mizoga. Praise God. Ako tu pale na kuna njaa. Ako na njaa na ako pale kwa mti. Anaona wanyama wanakula mizoga. Anaona ndege wanakula zige. Lakini atoki ya kwamba wacha mimi pia niwende nikakula. Praise God. Kwa sababu kazi yake ni kukuwa patient. Anakuwa patient, ana wait for the storm to come to carry him. Bwana bedforte. Huwa anangojea tu wakati storm itakuja. Yeye angalia kwamba mandege wanakula nzige, wanyama wanakula mizoga, wacha hata mimi niende. Hapana. Yeye ukati pale kwa miti, hata kama kuna njaa, anasema ninakaa tu pale, ninakaa tu hapa hadi storm kuzito iweze kukuja ambayo itanibeba. Kwa sababu storm kama itanibeba, nitaweza kujiachilia. Lakini siwezi nikajitegemea mabawa yangu, kwa sababu mimi ni mnyama mzito sana. Kama nitategemea mabawa yangu, naweza hata kukufa, kwa sababu itakuwa nzito sana kuweza kuflap mabawa yangu na kuweza kupaa. Sitaweza kufika on my height. Sitaweza kuenda mbali. Praise God. Amen. Ability to patient, to wait. Wapendwa, wacha nikuambie series jioni ya leo.
Praise God. Bwana ape tufuate. Praise God. I tell you the truth. Bwana ape tufuate. This is the secret. If you are going to wait, praise God. I tell you the truth. Don't worry. Don't worry. Kwa wale, praise God. Wale ambao wanakutangulia. Mtu anaweza kukutangulia hata kwa ndoa, huyu ameona wewe hujaoa, praise God. Huyu amejenga na wewe hujajenga, praise God. I tell you the truth. Don't hurry. Wait for the wind of the Holy Spirit to carry you. I tell you the truth. When you wait for the wind of the Holy Spirit to carry you, praise God, you are going to go ahead of them that went before you, praise God. You are going to overtake those who went ahead of you. You are going to overtake them. Don't worry. Let them go. They are using their own energy. They are using their own strength, their own effort. You wait for the Holy Spirit to carry you. You are going to overtake them all. Bwana bidfuate. Haijalishi kama wamekutangulia mwendo. Bwana bidfuate. You are going to wait to overtake them all. In the name of Jesus, may we receive the grace to overtake them that went ahead of us because we are waiting. Hatutafanya kitu kwa sababu wengine wanafanya. Sitaoa kwa sababu naona wengine wanaoa. Sitajenga kwa sababu naona wengine wanajenga. Mimi try. Yakiona wengine wanakula nzige, ndege wanakula nzige, yanangojea. Akiona wanyama wanakula mizoga, yanangojea hadi storm ikuje ya kutosha nzito ambayo inaweza beba. Wapendwa, let us wait. We shall overtake them in the name of Jesus. Kwa sababu sisi hatutakuwa tunajitegemea, tutakuwa tunategemea nguvu ya Roho